tulipokea taarifa za kifo cha mwimbaji cha mamake na msanii wa nyimbo za Singeli Meja Kunta, na leo ndo tumeambiwa ndo siku ya mazishi. Hapa ni msikitini na aliyeko mbele yetu ni baba mzazi wa Meja Kunta. Pole sana na msiba. Asante shabu. Watanzania wakufahamu kwa majina, unaitwa mzee nani? Kwa majina naitwa Muharram Sadiki Mtomboka. Okay. Sawa, labda mngetufahamisha msiba, namna ambavyo ilivyokuwa, marehemu alikuwa kiumwa ama ilikuwaje? Hapana, kwa kweli ni kama ghafla fulani kwa sababu marehemu alikuwa haumwi, maana ila alikuwa katika mishughuliko yake. Kwa hiyo akawa amesafiri kwenda zake na ni huko Lindi, kwenye mazingira ya samaki pwani huko. Kwa hiyo alipofika kule, baada ya kuandaa mzigo wake, tayari yupo katika maandalizi kutaka kurudi, ndio akatokea hali ya kuwa kama ya pressure hivi. Kwa hivyo tokea hali hiyo, baada ya kumsaidia mpaka muda fulani, ikaonekana tayari hali imekuwa sio mzuri, akapoteza maisha. Limekuwa pengine labda ni tatizo la muda mrefu ambalo lilikuwa linamsumbua muda mrefu, ama ni ghafla tu ndio limetokea mpaka ikapelekea mauti wake? Hapana, hii pressure anayo. Pressure nayo sometimes inamtokea, lakini alikuwa na control mwenyewe, muona anatumia dawa hizi na nini, lakini hii ilipotokea hapa ilikuwa ni ghafla, kwa hiyo ikampelekea kufariki. Pengine labda siku chache kabla ya umauti wake kumfika, mlipata labda nafasi ya kuweza kuwasiliana ama kuzungumza chochote kabla hajafika na umauti? Hiyo tulipata nafasi ya kuwasiliana kwa sababu nafikiri ndani kama ya mwezi mmoja hivi tulikuwa wote kule nyumbani kwake Meja Kunta. Tukakutana pale tukazungumza na mwanawe, tukawa tumeenda sawa. Lakini kama baada ya wiki mbili tulikutana na mimi Mtoni hapa, tukazungumza katika masuala tu mengine ya kimaisha na kutaka kujua mwanae maendeleo yake, mazingira yetu, tukazungumza. Baada ya hapo, baada ya wiki mbili hiyo ndio akasafiri kwenda huko. Okay. Ukisema kukutana naye kwa maana kwamba hamuishi pamoja wewe? Tuishi pamoja. Ni muda gani? Hiyo ni muda mrefu. Hiyo ni muda mrefu. Tulishatengana. Naye akaolewa sehemu nyingine, akazaa tena kule watoto wawili. Kwa jumla ana watoto 5. Kwa hiyo Meja ni mtoto wa 3. Dada zake wawili wamemtangulia ambaye hao sikuzaa naye mimi. Lakini tulipokuja kuzaa naye mimi mtoto mmoja, then akaja, tulipotengana akaja kuolewa sehemu nyingine akapata watoto wawili.